mliopo nasi hapa, waratibu wetu wa kampeni wa kanda hii ya Ziwa wakiongozwa na Comrade Agre Mwanri, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kagera, pamoja na kamati za siasa ya mkoa na wilaya, ndugu Jason Mutasingwa, mbunge au mgombea ubunge wa jimbo la Bukoba mjini, na ndugu Jason Rwekiza, mgombea ubunge wa jimbo la Bukoba vijijini. Tambue uwepo wa wagombea wote wa ubunge majimbo ya mkoa huu, wagombea wa nafasi za udiwani, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, waheshimiwa wazee wetu, machifu wenzangu, ndugu zangu wanahabari, wasanii wetu pamoja na vikundi mbalimbali vya hamasa, ndugu wa kazi na utu. Wana Bukoba sijasikia kazi na utu. Wana Bukoba hebu nione bendera juu, bendera juu, bendera juu, bendera, bendera. Asanteni sana. Asante sana. Ndugu zangu, kwanza nami niungane na wengine kumshukuru Mungu tujalia kufika leo hapa Bukoba, ikiwa ni kituo chetu cha mwisho cha ziara ya kuomba kura katika ukanda huu. Tunamshukuru sana Mungu. Nimefurahi sana kurejea tena hapa Bukoba na katika mkoa wa Kagera. Nimeanza kampeni kama alivyosema katibu mkuu kule Muleba, tukaelekea Kyaka, tukaenda Karagwe, hiyo ni jana, na leo tunamalizia hapa. Tunaendelea na kampeni kiwa imebaki takriban siku 13 kufika uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba. Ndugu zangu, tangu tulipoanza kampeni tarehe 28 mwezi wa 8, tumeendelea kuzunguka kote nchini kueleza wananchi kuhusu utekelezaji wa ahadi zilizotolewa na Chama cha Mapinduzi kupitia ilani yake ya mwaka 2020 hadi 25 na mipango yetu kwa miaka 5 ijayo, ili tupate ridhaa yenu mturuhusu tuendelee kuongoza tena taifa hili. Matokeo ya utekelezaji wa ahadi zile za ilani iliyopita yapo dhahiri. Kuna ambayo tumetekeleza ndani ya ilani, lakini kuna ambayo tumetekeleza nje ya ilani, na yote yanaonekana na tena kwenye sekta zote. Kwa ndugu zangu, nchi yetu imepiga hatua kubwa ya maendeleo ndani ya miaka 5 iliyopita. Nikijielekeza hapa mkoani Kagera, mwaka 2022 nilifanya ziara yangu ya kwanza mkoani hapa kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wamesema hapa kina Dr. Bashiru na mwenyekiti, katika ziara ile nilielezwa mengi ambayo yanapaswa kufanywa ndani ya mkoa huu ili mkoa unyanyuke kiuchumi na tupunguze kiwango cha umaskini. Baada ya kusikiliza, la kwanza nikawaambia mimi nabeba kwenda kuyafanyia kazi, lakini naomba na nyinyi ndani ya mkoa mjipange, mlete mpango kazi, tuende vipi ili hali hii iondoke. Kama kawaida yao akina Nshomile wakanijibu, tutaunda kamati. Profesa nani na nani yuko Marekani, California. Profesa nani na nani yuko Canada. Profesa nani na nani yuko Uingereza. Kwa hiyo tutaunda kamati au maprofesa, tupanye mpango tukuletee. Nikaambia msinichezee akili yangu kabisa. Hao wako huko hawayajui ya huku. Nataka nyinyi wa ndani mjikusanye, mlete mpango ni ufanyie kazi. Namshukuru sana Dr. Bashiru na wenzao kina Mama Chebaijuka na wengine walikaa wakafanya mpango wakaniletea, na ndio huu tumeutekeleza. Sasa mambo yanaonekana. Nashukuru sana ile kamati mliokaa na Dr. Bashiru, naomba nifikishie salamu kwa wenzio. Ndugu zangu, mengi yameelezwa tulipozunguka kwenye mikoa. Nimesikiliza alipokuwa mgombea mwenza anazunguka
na nilipozunguka mwenyewe kwenye baadhi ya majimbo ambayo yeye hakupita. Tumesikiliza yote yaliyotekelezwa ndani ya mkoa huu kwenye sekta za maendeleo ya jamii, kwenye kuwawezesha wananchi kiuchumi, lakini pia kwenye sekta za uzalishaji na zile sekta za kuchochea uzalishaji ndani ya nchi. Mengi yamefanywa. Nikianza na sekta ya maendeleo ya jamii, sitakwenda kusema zahanati na vituo vya afya na nini. Niseme hayo tumefanya na tutaendelea kufanya katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Lengo ni kuhakikisha kila mwananchi anakuwa karibu na huduma ya afya katika eneo alipo. Na kwenye eneo alipo likishindikana, aende katika ngazi za juu, lakini apate huduma za afya. Sasa kwa upande wa mkoa, kama ilivyosemwa hapa, tumefanya maboresho kwenye hospitali ya rufaa, ikiwemo uwepo wa huduma za kibingwa, na matokeo yake tumeanza kuyaona. Katika kipindi hiki, idadi ya wagonjwa waliotibiwa kwenye hospitali ya rufaa mkoani humu imepanda kutoka 128,305 mwaka 2021 hadi 478,200 mwaka huu 2025. Yaani kuna ongezeko la wagonjwa wa rufaa 349,697. Wagonjwa hawa wangelazimika kwenda Bugando au kwenda Muhimbili, Dar es Salaam. Sasa familia zao zingehangaika, lakini sasa matibabu yote pamoja na ya kibingwa ni hapa hapa mkoani Kagera. Sasa katika miaka 5 ijayo tutajielekeza zaidi kwenye kuongeza ubora wa huduma ili utoaji wa huduma uendane na uwekezaji uliofanywa. Na hatua mojawapo itakuwa ni kuanza kutekeleza ule mpango wetu au sera yetu ya bima ya afya, ili wananchi akiwa na bima yake anaanza chini, hata kwenye rufaa anabebwa na bima yake inambeba, anapata matibabu kote. Lakini bima ya afya hii inakwenda kuondoa lile tatizo lililoleta manunguniko nchi nzima, kwamba mtu ametibiwa, bahati mbaya ametangulia mbele ya haki, ndugu zake wanaambiwa msichukue maiti mpaka mlipe. Ile inakwenda kuondoka, bima ya afya itakwenda kubeba mzigo huo. Bima ya afya oye! Lakini zaidi ya hayo, nimesema wakati nikifungua kampeni kwamba ndani ya siku 100 za kazi, mkitupa ridhaa, tunakwenda kuajiri wataalamu 5,000 wa sekta ya afya na tutawasambaza nchi nzima. Kwa upande wa elimu, tumesikia madarasa yaliyojengwa msingi na sekondari, shule mpya zilizojengwa msingi na sekondari kila pahali. Lakini fedha iliyoletwa kwa ile mpango wetu wa elimu bila ada, mwananchi hulipi ada, lakini serikali inalipa ada ya mtoto wako. Pesa ambayo serikali singelipa, mwananchi ungebidi ulipe, lakini serikali tumebeba mzigo huo. Sasa zaidi ya hayo, kimkoa hapa tumejenga shule 3 za amali na shule ya sayansi ya wasichana. Hizi ni kimkoa. Vile vile kama ilivyosemwa hapa, tumejenga vyuo vya VETA 5 ndani ya mkoa huu, ikiwemo chuo cha VETA cha mkoa cha Burugo hapa Bukoba. Kwa upande wa elimu ya juu, imesemwa hapa kwamba tunaanzisha kampasi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam na ujenzi umefikia 70%. Tunapoendelea mbele na mkitupa ridhaa, tutaendelea kusimamia elimu bila ada kwa watoto wetu wote wapate kusoma bila kujali hadhi za kiuchumi za familia zao. Lakini pia tunakwenda kuongeza mabweni kwenye shule za sekondari, ikiwemo kwenye maeneo ya visiwa. Tunajua mkoa huu una visiwa ambako wanafunzi wanapata shida kuvuka kuja huku. Tunajenga sekondari kule na mabweni ili wapate kusoma, na wale wanaotoka huku kwenda kwenye visiwa wakute kuna mabweni na waweze kusoma vizuri. Ndugu zangu, pamoja na hayo, tunaendelea na tutaendelea
kutunisha mfuko wa elimu ya juu ili vijana wanaomaliza kidato cha 6 wapate fursa ya kupata elimu ya vyuo vikuu bila wazazi wao kuhangaika, wapate mikopo na waweze kujisomesha. Ndugu zangu wa Kagera, tumetekeleza ahadi yetu ya kufikisha umeme kwenye vijiji vyote kama tulivyotumwa na ilani, na kuelekea 2030 tunakwenda kumaliza vitongoji vyote. Na kazi hii ni rahisi kwa sababu mpaka kufikia mwaka huu tumeshafanya nusu ya vitongoji vya Tanzania. Kwa nadhani baada ya miaka 2 ijayo tunamaliza vitongoji na tunamaliza kazi yote ya kupeleka umeme kwa wananchi. Lakini tukizungumzia ndani ya mkoa huu wa Kagera, tunayo miradi 4 mikubwa ya kimkakati ya kuzalisha umeme wa maji megawati 221.8, ikiwemo Rusumo na Ngara megawati 80 na Murongo Kigagati kule mpakani na Uganda mpaka Kerwa megawati 14, ambayo miradi hii tayari imekamilika na umeme unapatikana. Mradi wa Kakono Misenyi megawati 87.8 upo hatua ya upembuzi yakinifu, na mradi wa Nsongezi Kierwa megawati 40 upo kwenye hatua ya maandalizi ya awali. Pamoja na miradi hiyo, tutajenga vituo vya kupokea na kupozea umeme na kusambaza ili tuwe na uhakika wa umeme, maneno ya vijana, 24/7 mwaka mzima. Na kama utazimwa basi uzimwe kwa sababu ya kufanya matunzo kwenye mitambo au kubadilisha vitu kwenye mitambo, lakini tuwe tuna uhakika wa umeme mwaka mzima. Ndugu zangu, tunataka umeme uwe wa kutosha kwa ajili ya kutekeleza mpango wa uanzishaji wa kongani za viwanda na matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo kwenye umeme tunakwenda vizuri, nami niwaahidi tunakwenda kumaliza kazi hiyo. Kwenye sekta ya maji amesema vizuri sana Mheshimiwa Waziri hapa kwamba tunakwenda kumaliza. Tunataka kila Mtanzania awe karibu na maji safi na salama, tunakwenda kumaliza. Ndugu zangu wa Kagera na hasa wa hapa Bukoba, tumefanya jitihada kubwa pia katika sekta za uzalishaji na biashara. Kwenye kilimo, Bashe amesema vizuri sana na sitaki kuongeza lolote kwenye hayo, lakini niwaambie tumejipanga vyema kufanya kilimo biashara na kuifanya sekta ya kilimo ikue kwa 10% itakapofika 2030 kutoka 6 point kidogo ya sasa hivi. Kwa hiyo huko tumejipanga vyema. Kwenye sekta ya uvuvi, katika miaka 5 ijayo tunakwenda kuwajengea uwezo wa kufanya uvuvi wa kisasa kwa kuwapatia mafunzo na nyenzo. Na ninaposema nyenzo ni mitaji, mikopo ya wavuvi, lakini pia vyombo vya kufikia kwenye maeneo ya mbali na kuweza kufanya uvuvi. Na kwa kutambua changamoto ya samaki kupungua kwenye ziwa, tutawezesha wavuvi wengi zaidi kufuga samaki kwenye vizimba. Na huu ni mradi maalum wa BBT Jenga Kesho Iliyo Bora. Tutawezesha vijana wengi wafuge samaki kwenye vizimba katika maeneo ya ziwa. Kwa upande wa wafugaji wetu, tutaendelea kuongeza thamani ya mifugo yetu kupitia kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo. Hatua nyingine muhimu ni kuwezesha ujenzi wa machinjio ya kisasa ili kutoa huduma bora na kuzingatia mahitaji ya viwango vya kimataifa. Tuna soko kubwa ndugu zangu ulimwenguni, lazima tuingie kwenye viwango vya kimataifa ili tuweze kuuza mazao yetu yatokanayo na mifugo yetu. Ninafahamu kuhusu changamoto inayowakabili ndugu zetu wa machinga kukosa eneo la kufanyia biashara, na ndio maana sasa tunajipanga kujenga soko kubwa au jumba kubwa la wamachinga Bukoba mjini au Machinga Complex hapa Bukoba mjini. Katika eneo la Kishenye tunakwenda kujenga Machinga Complex.
Tayari tumetenga kiasi cha shilingi bilioni 10 kwa ajili ya soko hili. Ni jengine sasa kwa ajili ya soko hilo la machinga, na ninawaahidi kuwa tutaendelea kukamilisha mradi huu. Pande mwingine amesema vizuri kijana wetu gombea ubunge kupitia vijana eneo la 10% ya halmashauri, na mwenyekiti wa vijana pia amelizungumzia vizuri kwamba mikopo hii imekwenda kuwanyanyua wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, na hii ndio sera tunayokwenda kuendelea nayo. Na jinsi uchumi unavyonyanyuka ndio kiasi cha fedha cha kukopeshwa kwenye 10% hii kinavyoongezeka. Kwa hiyo wale tunaolima kahawa tulime kwa wingi, tuuze kwa wingi, halmashauri zikusanye, mfuko huu uongezeke. Wanaofuga, wanaofanya mambo mengine wafanye kwa wingi, tuuze kwa wingi, halmashauri ikusanye, mfuko huu uweze kuongezeka. Ndugu zangu, mkoa huu kuna mradi wa kimkakati wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi toka Hoima Uganda hadi Tanga, unaopita Bukoba vijijini, Misenyi, Muleba na Biharamulo. Mradi huu umetoa fursa mbalimbali za kiuchumi na kibiashara katika hatua za awali za mradi huu na wakati huu wa ujenzi. Tunatarajia pia utatoa fursa nyingine wakati wa uendeshaji wa mradi huu, hasa kupitia makampuni ya watoa huduma. Hivyo hatuna budi kuzichangamkia fursa hizi. Ndugu zangu, katika hatua hii nizungumzie swala la miundombinu wezeshi kwa maendeleo ya uchumi na huduma za jamii. Katika kipindi cha miaka 5 hii tunayomaliza, mengi yamefanyika, ikiwemo ujenzi wa daraja la Kitengule linalounganisha barabara kuu ya Kyaka, Bukene, Benako na barabara ya Kagera Sugar Junction hadi Kakunyu katika wilaya za Misenyi, Karagwe na Ngara. Kamilika kwa daraja hili na barabara hizi kumewapunguzia wakulima wa miwa umbali wa kusafirisha malighafi toka kilomita 140 hadi kilomita 44 hadi kilomita 14 tu. Walikuwa wanazunguka kilomita 140, sasa kilomita 14, na miwa inafika ikiwa na hadhi yake ile ile. Katika miaka 5 inayokuja, kitupa ridhaa yenu, tutaendelea kukamilisha ujenzi wa barabara ya Lusahunga Rusumo ya shilingi bilioni 153,560,000 ambapo umefikia 19%. Miongoni mwa miradi mingine ambayo ipo kwenye ilani ni pamoja na ujenzi wa barabara ya Lusahunga Rusumo kilomita 92, ujenzi wa barabara ya Murugarama Rulenge Nyakahura kilomita 85, na kujenga kwa lami barabara ya Kajai Bwanjai mpaka Buyango, pamoja na barabara za ndani za Mutukula mjini. Zote ziko kwenye ilani, tutakwenda kujenga kwa kiwango cha lami. Tumeanza maboresho makubwa kwa bandari ya Kemondo kwa kuongeza urefu wa gati na kupanua mlango wa meli. Imesemwa vizuri hapa na mwenyekiti kwamba sasa meli kubwa kama MV Mwanza inaingia hapo Kemondo kupakia na kushusha bidhaa. Lengo ni kuwezesha meli kubwa za mizigo na abiria kutia nanga kwenye bandari hiyo. Aidha, mamlaka bandari tayari inamiliki eneo la ekari 100 kwa ajili ya kuweka miundombinu muhimu, ikiwemo mifumo ya maghala hapo kwenye bandari ya Kemondo. Vile vile bandari ya Bukoba imefanywa marekebisho makubwa yaliyohusisha pamoja na mambo mengine ukarabati wa magati 3, uchimbaji ili kuongeza kina cha bandari, lakini pia ujenzi wa jengo jipya la abiria lenye uwezo wa kuhudumia abiria 700, na ujenzi na uboreshaji wa kizuizi cha upepo na mawimbi ili kuruhusu upakiaji na upakwaji wa mizigo na abiria kwa usalama. Aidha, tumekarabati gati 2 kwa ajili ya vyombo vingine vidogo vinavyotoa huduma hapo ziwani. Maboresho ya bandari yamelenga kuhudumia meli kubwa za kisasa kama hii ya New MV Mwanza ambayo imeanza kutoa huduma kati ya Mwanza, Kemondo na Bukoba.
kwa upande wa usafiri wa anga. Kwa kuzingatia changamoto ya ufinyu wa kiwanja cha Bukoba, katika miaka 5 ijayo tunajipanga kujenga kiwanja kipya cha ndege cha kimataifa cha mkoa wa Kagera. Kagera oye! Kiwanja hichi tutakijenga katika eneo la Kiabajwa lililopo wilaya ya Misenyi. Uwanja huo utakaokuwa na uwezo wa kuhudumia ndege kubwa za Boeing 737-900 zenye uwezo wa kubeba abiria kati ya 180 na 220. Ninafahamu ndugu zangu kuhusu changamoto ya mafuriko ya mara kwa mara katika mto Kanoni. Niwajulisheni kwamba tayari tumeanza kulifanyia kazi suala la ujenzi wa kingo za mto Kanoni ambao utaondoa kabisa changamoto ya mafuriko hapa Bukoba mjini. Tayari taratibu zote zimekamilika za ujenzi na ujenzi unatarajiwa kuanza muda wowote. Ninafahamu pia uhitaji wa maboresho ya miundombinu ya barabara hapa Bukoba mjini. Niwaambie tu kwamba tayari tumeidhinisha ujenzi wa kilomita 10 kwa kiwango cha lami pamoja na kuweka taa za barabarani 413 ili kuimarisha usalama na kuboresha mandhari ya mji. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, na mengi mengine ambayo mtayaona kwenye kitabu kile cha ilani cha mkoa wa Kagera, sasa niseme kwamba kwa sababu mkutano wangu huu ni mkutano wa mwisho wa kuomba kura kwa mkoa huu wa Kagera, nitoe shukrani nyingi sana kwa uongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wote waliosaidiana nao, lakini pia waratibu wa kanda hii ya Ziwa wakiongozwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, lakini ambaye tumempa majukumu mengine kwa huku ndani wakiongozwa na Comrade Aggrey Mwanri ambaye ndio amewaongoza timu yake katika mikoa yote mitatu waliopangiwa. Wameratibu vyema kwa kushirikiana na uongozi wa mikoa husika, nasi tunasema asanteni sana. Nishukuru vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuwa makini wakati wote, na mikutano yote imefanyika vyema na ziara zote zimekuwa salama. Nashukuru viongozi wa dini na wazee wetu kwa maombi na dua, na wamekuwa nasi katika mikutano yote. Tunawashukuru sana. Tunashukuru ndugu wanahabari kwa kuwa nasi katika mzunguko wote na kutoa taarifa kila siku yanayoendelea kwenye mikutano yetu. Lakini tunawashukuru ndugu wananchi kwa kujitokeza kwa wingi kote tulikopita. Kuna hadithi inasema kwa Waislamu, inasema al-nasu shahidullah, kwamba watu ndio mashahidi wa Mungu. Sasa watu waliotupokea kote kila tulipokwenda, hawa ni mashahidi wa Mungu kwamba Chama cha Mapinduzi kimefanya na kiko tayari kufanya, na kwamba tutakapopata mshindi mnono hakuna wa kulalamika. Watu wenyewe wametoka na kusema yes, CCM imefanya kitu, nasi tunaiunga mkono Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo watu ni mashahidi wa Mungu. Watu tunawashukuru sana. Ni washukuru wote ambao kwa namna moja